So Acts chapter 5 verse number 28. Matendo sura ya 5 mstari wa 28. 28 says, saying, did we not strictly command you not to teach in this name? Yet now you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring on us this man's blood. Peter and the others apostles answered, we must obey God rather than men. Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, tukushukuru katika jina la Yesu Kristo. Receive all the glory this afternoon. Utukufu wote mchana wa leo. Teach us, oh God. Tufundishe Mungu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Have your seat. God bless you. Keti chini na Mungu awabariki. Today I want to talk about the characteristics of a growing church or organization. Tabia ya kanisa ambao inakuwa ama shirika ambalo linaendelea kukua. Act of Apostles chapter 5 verses 28 to 29. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 28 mpaka 29. Now, if you read the book of Acts starting from verse number 2, chapter 2, basi ukianzia kusoma Matendo ya Mitume sura ya 2, you are going to see the coming of the Holy Spirit. Utaona ujio wa Roho Mtakatifu. And then you continue. Alafu utasonga mbele. You see the speech of Peter, that is chapter 2 from verse number 14. Alafu utaona vile Petero aliweza kuzungumza katika sura ya 2 mstari wa 14. And then from there you are going to see the life of the believers. Na pale utaona maisha ya Wakristo. From verse number 42. Kuanzia mstari wa 42. And then you are going to see the healing of the lame. Alafu sasa utaona uponyaji wa watu waliokuwa So from there you are going to see the struggle between the apostles and the priests. Na sasa pale utaona mwangano ambao ulikuwa katikati ya mitume na wale ambao walikuwa ni makuhani. And that struggle will continue throughout the book of Acts of Apostles. Na hiyo vita inaendelea kitabu chote cha Matendo ya Mitume. Until you go to other books, you see the struggle continues until when we are now here today, it is now our struggle. Yeah, na wakati ambao utaona vitabu zingine utaona kwamba hizo vita vinaendelea mpaka hata siku ya leo. Now, if you start from chapter 2 of Acts of Apostles, ukianzia sura ya 2 ya Matendo ya Mitume, you go up to chapter 28 of Acts. Alafu usome mpaka sura 28. There are things you are going to notice. Kuna vitu ambavyo utaviona. The element number 1 you are going to notice among the struggle is commitment. Na kipengele cha kwanza ambao utaona pale ni kujitolea. Commitment is the first element of a successful organization. Kujitolea ni mojawapo ya kipengele kikuu kwa kanisa linalokuwa. Commitment is a key ingredient in every church that is prospering. Kujitolea ni mojawapo ya kiungo muhimu sana katika kanisa ambalo linakomaa. When we talk about commitment, wakati tunaongea kuhusu kujitolea, commitment is broad. Kujitolea ni pana sana. It is very big, it is huge. Ni kubwa sana. Commitment is not just in one area. Kujitolea haiko katika sehemu moja tu. But commitment is broad. Lakini kujitolea ni kubwa. Now, we are going to try to break this commitment into pieces. Basi tutaweza kuigawa kwa vipande vipande. So that we can see what commitment can do. Ndiposa tuone matokeo ya kujitolea. Now, by reading what is happening here, katika kusoma matukio mahali hapa, you see the priests, unaona makuhani, the governing council, wale shirika ambalo linaongoza kanisa, the Sanhedrin of the Jewish people. wale wakuu wa kanisa ama dini ya Kiyahudi. It was made up of 70 members. Ilikuwa na washirika 70. And among them you also have the 71 who is the high priest. Na sasa juu ya hiyo kuna mmoja ambaye ni zaidi ya pale ambaye ni kuhani mkuu. And whatever the council decided was final. Na chochote ambacho ili kundi liliamua ilikuwa ni ya mwisho. The council was like the government of Israel. Hii ilikuwa ni kama ndio serikali ya Israeli. Even though during this time Israel was under the Romans. Japo kuwa katika wakati huu walikuwa chini ya utawala wa Roma. But the council was the one who was in charge of the Jewish affairs. Lakini hili shirika ndio lilikuwa linasimamia masuala yote ambayo ni ya Wayahudi. Whatever they decided, that was final. Na kile ambacho waliamua kilikuwa ndicho cha mwisho. Now, the Romans, for them to be in charge of the Jewish people, sasa Waroma ndiposa waweze kutawala Wayahudi, they had to cooperate with the council. Ilibidi washirikiane na hili shirika. Because the Romans didn't know the Jewish rules or laws. Kwa sababu Warumi hawakuwa wanaelewa sheria za Wayahudi. So
So the council was in charge of all matters pertaining to the Jewish culture. Kwa hivyo shirika hili ndilo lilikuwa linahusiana na sheria zote ambazo za Wayahudi. Now, I'm just trying to explain so that you understand how big, how powerful the council was. Basi najaribu kuwaeleza hivi ndio mjue hii shirika vile lilikuwa ni la nguvu. Now here you have Peter and John standing before that council. Sasa hapa tunaona Petero pamoja na Yohana wamesimama mbele ya ile shirika. Because if that council said today you are going to be stoned, that's it, you die. Kwa sababu lile shirika likisema kwamba leo wewe unapigwa mawe ile siku. The government, the Romans are not going to interfere. Warumi hawataweza kuingililia. You are just going to die. Utakufa tu. So now listen here. Sasa sikia hapa. Peter and others, Petero pamoja na wenzake they stand before that council. wanasimama mbele la ile shirika. And then the council is telling Peter and others, Alafu ile shirika linawaambia Petero na wengine, have we not defended you from speaking to people in that name? je, si tumewaonya msienende mkihubiri kuhusu jina ya huyu mtu? Why did you not obey us? Mbona hamkututii? Why did you go and continue speaking to people in that name? Mbona mliendelea kuhubiri kuhusu hili jina? And that name was the name of Jesus Christ. Na hili jina lilikuwa ni la Yesu Kristo. Now, this is the answer of Peter. Sasa jibu la Petero ni hivi, Should we obey you or obey God? je, tutawatii nyinyi ama ni Mungu? We must obey God than men. Lazima tumtii Mungu kuliko wanadamu. That is Peter's answer. Hilo lilikuwa ni jibu la Petero. Now, when you see in that answer, Wakati unaangalia lile jibu, I want you to know that here Jesus is already dead. nataka ujua kwamba hapa Yesu tayari alikuwa amekufa, He was barren, Akazikwa. and then resurrected, alafu sasa akafufuka, and then went to heaven, alafu sasa akaenda mbinguni, sent the Holy Spirit. akamtuma Roho Mtakatifu. So now it is upon the disciples Kwa hivyo ikawa ni juu ya wanafunzi to make sure that there is continuity, wahakikisha ya kwamba wanaendeleza, that the gospel can still be proclaimed ya kwamba injili itaendelea kuhubiriwa even in the absence of Jesus. hata wakati ambapo Yesu hayuko nao tena duniani. So this gospel will only continue if people are committed to the gospel. Sasa injili itasonga mbele kama watu watakuwa wamejitolea kwa ajili ya injili, Because before he left, Jesus said, kwa sababu kabla Yesu aondoke alisema and hivi, this gospel of the kingdom of na God hii injili ya ufalme wa Mungu shall be proclaimed all over itahubiriwa kila mahali as a witness kama ushahidi, to all the people, testimony to all the people. kwa ushahidi kwa watu wote wa Now, dunia yote. this testimony Sasa ushuhuda huu will only be carried on utaweza kuenda by mbele the people who are committed. ama utabebwa na watu ambao wamejitolea. In case people are not committed, Iwapo watu hawatakuwa wamejitolea, the Great Commission will not be carried on. basi hii kazi njema haitaweza kusonga mbele. Hallelujah. Haleluya. Now, when we talk about commitment, Wakati tunaongea kuhusu kujitolea, commitment is broad. kujitolea ni pana sana. Element number one, when we talk about commitment, Kipengele cha kwanza katika kujitolea is accepting ni kukubali the program ile or ratiba the project ama kazi of the organization. ya lile shirika. Tuko pamoja? That's very important. Hilo jambo ni la umuhimu sana. We cannot talk about commitment Hatuwezi kuongea kuhusu kujitolea if people have not bought in, kama watu hawajakubaliana, they have not accepted hawajakubali whatever that pertains to the organization. chochote ambacho kinahusiana na shirika lile ama kanisa. So people must buy in. Kwa hivyo lazima watu kwanza waingie ndani, They must accept. lazima wakubali, They must believe. lazima waamini, They must adhere. lazima waambatane, They must subscribe lazima waingie ndani to whatever that is there. katika mpangilio na ratiba ile kanisa, Because without subscription, kwa sababu pasipo kuingia ndani we cannot talk about commitment. hatuwezi kuongea kuhusu kujitolea. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So first element number one is subscription. Kwa hivyo kipengele cha kwanza ni kuingia ndani. That's why when you look in the life of Ndio Jesus, sababu wakati unaangalia maisha ya Yesu, he is walking with disciples, anatembea na wanafunzi wake, and then he reached a place alafu anafika mahali where so many of his disciples left him. mahali ambapo wanafunzi wengi sana wakaondoka. You see, I was happy when Esther Nilifurahi wakati ambapo Obasike was preaching here on Thursday. Esther Obasike alikuwa anahubiri hapa. She said very important things Alisema mambo muhimu sana about ministry. kuhusu huduma. She said there is a time Anasema kuna wakati in her church, ndani ya kanisa lake she was having very senior people alikuwa na watu wakubwa sana working with big organizations, wanafanya kazi na mashirika makubwa sana UN, UN, and very
different kind of people. na watu wa tabaka aina So mbalimbali. the church was moving on well. Sasa kanisa lilikuwa linaendelea mbele And vyema, there came a time alafu ikafika wakati that most of these people left. ya kwamba hawa wetu wengi wakaondoka. Were you here? Je, mlikuwa hapa? Did Mlisikia? you get that? Je, mlisikia hiyo alisema? Bwana asifiwe. Praise the Lord. So even in the days of Jesus, Hata katika nyakati za Yesu, many of his disciples left him wengi wa wanafunzi wake waliondoka wakamwacha, because he said, if you want to follow me, you must eat my flesh and drink my blood. kwa sababu alisema kwamba iwapo utapenda kunifuata, basi utaila nyama ya mwili wangu na damu yangu utaikunywa. You see, to follow Jesus, Unajua, kumfuata Yesu we do not follow Jesus at, so that we impose to him what we want to see or feel. hatumfuati Yesu ndiposa tumwekeze ndani yake vitu ambavyo sisi tunazipenda. To follow Jesus Kufuata Yesu is to accept his ni ways. kukubaliana na njia zake. To follow Jesus Kufuata Yesu is to believe in him as a person ni kumwamini yeye binafsi and to accept whatever he tells us. na kukubali kile ambacho anatuambia. You see, to follow Jesus, Unajua, kumfuata Yesu it is not a compromise. sio jambo ambalo ni la kulazimishwa. To follow Jesus, Kufuata Yesu you don't compromise. hauhitaji kukubaliana. To follow Kufuata Jesus, Yesu, you are there. wewe uko ndani, You subscribe. unaingia. Did you hear that? Umesikia It hiyo? means Maana yake you take a decision unachukua uamuzi to accept him, ya kumkubali, to follow him, kumfuata, to serve him, kumtumikia, no matter what. haijalishi nini itatokea. You don't sit with Jesus, Hautakaa na Yesu, or let us sit down, tukae chini, let us compromise. hebu tukubaliane, Let us talk to one hebu another. tujadiliane. Can I follow you? Je, unaona haja naweza kufuata? Listen, Sikia, God comes to Abraham. Mungu anamjia Abrahamu, Leave your people, ambia ondoka kwa watu wako, leave your friends, toka kwa rafiki wako, leave your farm, hata shamba lako, go to where I'm going to send you. na mimi nitakutuma, I will make you a great nation. nitakufanya taifa kubwa sana. Go. Enenda. God didn't say, okay, are you willing to go? Mungu hakuuliza swali, je, wewe unajisikia kwenda? Are you ready for that? Uko tayari kwa ajili ya kwenda? I know you planted the last few months ago. Najua wewe ulipanda mbegu mwezi uliopita. Maybe will you go after the harvest? Pengine utasubiri kwanza uweze kuvuna. God doesn't care about the harvest. Mungu hajali kuhusu mavuno. Or you plant a seed yesterday. Ama ulipanda mbegu jana, Or your seed, your crops, they are still growing. ama mazao yako yanaendelea That's kukomaa not his shambani. business. Hiyo siyo kazi yake Mungu. Leave. Ondoka, Go. enenda. So it's a command. Kwa hivyo hii ni amri, And Abraham must accept. na Abraham lazima akubaliane You nayo. see, in this postmodern time, Katika nyakati hizi za sasa, people who believe in Jesus Christ, watu ambao wanaamini Yesu they are looking for a compromise. wanatafuta mahali pa That's kujadiliana. why the church is weak. Ndio sababu unaona kanisa ni That's dhaifu. why the church is not strong. Ndio unaona kanisa halina nguvu. That's why the church is not moving like a bulldozer. Ndio unaona kanisa inakosa kusonga kama That's why the bulldozer. church is moving like a lame person. Ndio unaona kanisa inatembea kama kiwete. The church is not strong. Kanisa halina nguvu. Why? Because we are seeking for a compromise. Kwa nini? Ni kwa sababu tunatafuta kiwango ambao tutaelewana. Jesus, I serve you. Yesu Give me nikutumikie, a good husband. na kama utanipa mume mwema. You don't give me a good husband. Kama utanipa mume mwema, Forget about it. wewe unisahau Yesu. Jesus, I follow you. Yesu nakufuata, Heal my leg. ponya mguu wangu. You don't heal my leg. Na kama mguu wangu hauponyi, Forget about him. wewe Yesu nisahau. Jesus, Yesu, you want me to follow you? unataka nikufuate? Since I've been looking for a job, Nimetafuta kazi miaka mingi. give me a job, I follow you. Nipe kazi mimi nikufuate. No job, forget about Kama him. hakuna kazi na mimi sikuji. But when you go in the scripture, Lakini ukiingia ndani ya maandiko, you see people like Paul. utaona watu kama Paulo. He is arrested. Yeye anakamatwa, He is put in a prison, anawekwa ndani ya gereza. the underground prison. Wanawekwa gereza la kule ndani. He is in pain. Ako katika The maumivu. place is very cold. Mahali pale kuna baridi sana. He is writing to Timothy, Anamwandikia Timotheo bring nyaraka. me the mantle, Anasema ya kwamba endeleeni na the kazi. coat I left in the house of that man. Lile koti ambalo Trespass. niliacha. Bring me the coat Niletee lile koti from Crispus' house.
kutoka kwa ile nyumba I need it. nalihitaji Here in prison, ndani ya gereza. the place is very cold. Mahali hapa ni baridi sana. My departure is nearing. Kuondoka kwangu kumekaribia. I'm about to be killed. Niko karibu kuuliwa. I know I'm not going to survive this time. Najua kwamba wakati huu sitaweza kuishi. Paul was arrested for the first time in Paulo Rome alikamatwa mara ya kwanza, nyinyi and mnajua. then was released. Tena akaachiliwa. He went to Spain to preach. Kaenda Hispania kwenda And kuhubiri. then for the second Alafu time, kwa mara ya pili Paul is now arrested, Paulo sasa anakamatwa. and this time is going to be headed. Na mara hii sasa atakatwa kichwa chake. Now, during that time, Katika wakati ule through God's revelations, kupitia kwa ufunuo wa Mungu, Paul knew already Paulo alijua tayari that his departure was nearing. ya kwamba kifo chake He kimekaribia. was about to go home. Alikuwa karibu kwenda nyumbani. Now he writes to Timothy. Sasa akaandikia He Timotheo. said, come quickly. Anamwambia harakisha I ukuje need you here. na kuhitaji hapa. Please, quickly. Tafadhali fanya hima, Because if you delay, kwa sababu ukichelewa you are not going to find me. pengine hutanipata nikiwa hai. And then he says this. Alafu anasema hivi, Bring me the coat. niletee lile koti, Bring me the books. niletee vitabu, Especially, above all, bring me the parchments. sana sana niletee vitabu vya huduma, Bring me the papers. niletee yale makaratasi. See, parchments are skins of animals Unajua hii ilikuwa ni ngozi ya mnyama that they were prepared, ambaye alikuwa anaandaliwa, upon which the people in those days used to write. alafu sasa zitatumiwa kama nakala za kuandikia nyakati zile. Even the Bible was written on skins Hata Biblia ilikuwa imeandikwa katika ngozi ya and mnyama, then put on papers later. alafu sasa ikawekwa katika makaratasi baadaye. And then he says, bring me the papers. Let Sasa- me use the language you understand. Bring me the papers. Kwa hivyo anasema kwamba nipe zile nakala. Why? Kwa nini? So that I can communicate the gospel. Ndipo sasa niweze kuongea kuhusu The Injili. gospel that God has given me. Injili ambayo Mungu amenipa, The grace that I have, neema ambayo iko juu yangu, I can communicate to the outside world. naweza nikaongelesha ulimwengu They ulio can nje. know what God is doing in my life. Waweza jua mambo ambayo Mungu anafanya maishani mwangu. He is in prison. Yeye yuko gerezani, He is not free. yeye hayuko huru, He knows he's going to die. anajua kwamba ataenda kufa, They're going to cut his head. watakata kichwa chake, He still loves Jesus. bado anampenda He Yesu, wants to proclaim the gospel. anataka kutangaza Injili. It's not about a Yeye compromise. si maneno ya It's kujadiliana, not about what you have. si kile ambacho tuko It's not nacho, about what you don't have. si kile ambacho hauna, It's not about what you are going to get. na sio kile ambacho wewe unatumainia It's about kupata. what was fulfilled at the Calvary. Ni kuhusu kile ambacho kilitimizwa pale Kalvari. Jesus died for you. Yesu akafa kwa He ajili paid yako, for your sins. akalipia dhambi You zako, accept him as Lord and Savior kumpokea kama Bwana na to Mwokozi, follow his instructions. fuata maagizo yake. Oh my God. Haleluya! This scripture is Matthew chapter 28 verse 20. Teaching them to observe all that I have commanded you. Ukiwafunza mambo yote ambayo nilikuamuru, You don't teach them all that we have agreed upon. au wafunzi kile ambacho mimi tumekubaliana na wewe. No, no. I commanded you. Mimi nakuamuru, He gave us a command. nakupatia amri. Can we say amen? Amina. He gave us a command. Yeye ndiye anatupa amri, His name is Jesus. jina lake ni Yesu. Now we Anasema sasa sisi obey that command, tunatii ile and agizo, then we take that which we were commanded to spread, alafu tunachukua kile ambacho tulipatiwa kuweza kusambaza, and now we take it to nations. alafu sasa tunaipeleka katika mataifa. So he says, I'm going to be with you Anasema kwamba atakuwa pamoja nami to the end of the age. mpaka mwisho wa dahari. So spread my teachings. Kwa hivyo injili yangu muisambaze. He didn't say spread our teachings. Hakusema kwamba msambaze mafunzo yetu. Spread my teaching. Sambaza mafunzo yangu. Spread what I gave you. Sambaza kile ambacho Spread nilikupatia. what I commanded you. Sambaza kile ambacho nilikuamuru. You see, when the kingdom of God Unajua katika ufalme wa Mungu, becomes a compromise, wakati ufalme wa Mungu unafikia kiwango cha maelewano, where we sit down with God, mahali ambao unakaa chini na Mungu, we start arguing. tunaanza mjadiliano. Okay, I like this one. Oh, mimi napenda hii, I don't like this na one. hii sipendi, This one I can accept. hii nakubali, This one I cannot accept. na hii ninaikataa. You know, Jesus Yesu came on earth alikuja duniani because he obeyed God. kwa sababu alimtii Mungu, He died at the cross akafa msalabani out of obedience. katika kutii. The Bible says he obeyed God. Biblia inasema kwamba alimtii Mungu. Philippians chapter 2 verse number what? Wafilipi sura Number 8 or 6, 8. Philippians chapter 2 verse number 6, 7, 8. There it is. Although he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but
made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming, that's the key word, by becoming what? Obedient. Amefanyika kuwa mtiifu. Bwana asifiwe. Amina. So he obeyed. Alitii. It's not about, okay, if we agree, I will follow you. We don't agree, I'm not going to follow you. No, it's about obedience. Si maneno ya kwamba kama tutakubaliana nitakufuata, kama tutakubaliana hapana. God speaks, we obey. Hapa mpaka tutii. God speaks, we follow. Mungu anaongea, sisi tunafuata. God speaks, we bow down. Mungu anaongea, sisi tunainama. God speaks, we go on our knees. Mungu akiongea tunapiga magoti. We say yes, we are going to obey. Tunasema ndio, tutafuata. So there is no commitment Kwa hivyo kama kuna kujitolea, when you remove obedience. wakati ambao kuna kutii. Obedience Kutii is one of the ingredients of commitment. ni mojawapo ya vipengele ama viungo vya ya kujitolea. So we cannot say we are committed to God Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba tumejitolea kwa Mungu if we refuse to obey him. kama tumekataa kumtii yeye. But to commit is to obey. Lakini kujitolea ni kutii. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So this is very important. Jambo hili ni la umuhimu They sana. committed to Jesus. Jitoleeni kwa Yesu. They obeyed his orders. Wakatii maamri yake. Go in, Enendeni make the nations na mkafanya my mataifa disciples. kuwa wanafunzi wangu. I'm there. Mimi niko I will nanyi. be with you. Nitakuwa pamoja They nanyi. obeyed. Walitii. They went out Wakaenda to make the nations wakufanya the mataifa disciples of Jesus. wawe wanafunzi wa Yesu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So that's how commitment works. Kujitolea inafanya kazi vile. Point number 2. Na jambo la pili, When we read this, we see boldness. wakati nasoma hii tunaona ujasiri. These people were bold. Watu hao walikuwa wajasiri. They were not people you could intimidate easily. Hawako ni watu ambao ungeweza kuwatisha. They were people who were dangerous. Walikuwa ni watu hatari. They believed in what they had. Waliamini na kile ambacho walikuwa They nacho. were ready to die for what they believed in. Walikuwa tayari kufa kwa kile ambacho waliamini. Paul was given the opportunity several times Paulo alipewa nafasi kwa mara to kadhaa renounce to his faith aweze kukatalia imani yake so that he can be released. ndiposa aachiliwe. He said, I don't care. Akasema mimi sijali. I cannot renounce to my faith. Siwezi nikakataa injili I yangu. cannot renounce to what I know. Siwezi nikakana kile ambacho najua. Because this is what I know. Kwa sababu hiki ndicho najua. I cannot renounce. Siwezi nikakana. I cannot change. Siwezi I badilika. cannot lie. Siwezi danganya. Jesus is the way to Yesu heaven. Kristo ndiye njia ya mbingu. Jesus is the way to salvation. Yesu ndiye njia ya There wokovu. is no salvation in any other person Hakuna wokovu katika njia nyingine ile, but in Jesus lakini alone. ndani ya Yesu Kristo. So these people were bold, Kwa hivyo hao watu walikuwa na ujasiri, not intimidated. hawatishatishiki. They were dangerous people. Walikuwa watu hatari. They believe in God Waliamini ndani ya Mungu and they knew God is sovereign. na walijua kwamba Mungu ni kila kitu, Is above ako everything. zaidi ya mambo yote. Why should people intimidate you? Kwa nini watu wakutishe? Who are they to intimidate you? Hawa ni kina nani ndio wakutishe? Who is their father? Baba yao ni nani? Who is their mother? Mama yao ni All nani? these people were born naked. Hawa watu wote walizaliwa uchi. Nobody was born with clothes here. Hakuna mtu ambaye alizaliwa amevaa nguo. Why should you intimidate me? Mbona mtu akutishe? If you are the son of a millionaire, Kama we ni mwana wa you are milionea, born naked. ulizaliwa ukiwa uchi. Even your father, the millionaire, was born naked. Hata huyo milionea babake walizaliwa akiwa Your uchi. mother, the millionaire, was born naked. Mama yake ambaye ni milionea hata yeye alizaliwa akiwa uchi. Ama namna gani? Si ni vile? So what? Maybe your father had millions in the bank, Pengine babako alipata milioni katika benki, but you are not born with millions in your hands. lakini wewe kuzaliwa na milioni katika mikono yako. You are born naked. Ulizaliwa ukiwa uchi. So this gives us boldness. Kwa hivyo hii jambo linatupatia ujasiri. If anybody can live, Hata wakati we ambao can also live tunaweza ishi by the grace of God. kwa neema yake Mungu. Malaria, Malaria, cancer saratani will enter in the body of a poor person, itaingia kwa mtu ambaye ni will maskini. also enter in the body of a billionaire without mercy. Itaingia bila huruma kwa mwili wa bilionea. The poor Maskini will go without hair, wataenda wakose nywele, and the billionaire will also go without hair. na hata huyo bilionea nywele zake pia zote zitang'oka. So what? Kwa hivyo The poor dies yule maskini ufa after 24 hours. baada ya masaa 24.
is now smelling, unaanza kusikia harufu ya Stinking. ufundo. the rich same. Tajiri akifa vivyo hivyo. You know, these things must make you bold. Na vitu hivi vinafaa kusababisha ujasiri ndani ya Because maisha. only God reigns forever. Kwa sababu ni Mungu peke yake anaishi milele. Only Him is in charge. Ni Mungu peke yake ako katika usukani. The things you see on earth must not intimidate you. Vitu ambavyo unaviona duniani visikutishatishe. They must not intimidate Hizi you. visikutishatishe. People of God are bold. Watu wa Mungu wako na ujasiri. Growing churches have members who are bold. Kanisa ambalo linaendelea kukomaa linakuwa liko na watu ambao ni wajasiri. Companies that succeed have people who are bold. Kampuni ambazo zinafaulu ziko na watu ambao ni wajasiri. You go shaking in the market, you get nothing. Ukienda sokoni ukitetemeka hautapata chochote. But you go in the market with boldness, you get the market. You win the market. Lakini ukiingia sokoni kwa nguvu unakamata soko yote. When people make apples, Wakati watu wanatengeneza telephone, Apple. simu ya Apple, When they make Apple, wakati wanatengeneza simu ya Apple, mobile phones, ile simu ya rununu, and then they pass a communication. alafu sasa wanapitisha ujumbe. They say on 20th of April, Wanasema tarehe 20 ya mwezi wa we are 4 going to launch tutaweza kuweka wazi Apple number X. simu ya rununu kiwango hiki ama namba X. Everybody is alerted. Kila mtu wote anapewa habari. They make apples Wanafanya hizi simu without za mkono asking you bila kukuuliza if you are going to buy it kama or utanunua if you are not going to buy kama it. utanunua. That's your own business. Wewe hiyo sasa wewe uamue. They make Apple Wanatengeneza because they simu impose kwa themselves sababu in the wanajilazimisha marketplace. ndani ya soko. They don't care what you think. They don't care about other companies. Hawajali unafikiria nini ama kampuni zingine They za don't simu care zinafanya nini. about other mobile phones. Hawajali kuhusu simu zingine za rununu zitakuwa wapi. If they are there, Kama ziko if they are not there, ama ziko, that's not their business. hiyo sio kazi yao. Oh, there is other companies that are making mobile phones. So what? Kuna kampuni ingine pia inatupiga ushindani sana. They Hakuna. don't care. Hawajali. They will make their make, Watatengeneza ile yao and when they bring it out, na wakiitoa nje they sell them very expensive. wanaiuza kwa gharama ya juu sana. People who rule this world Watu ambao wanatawala hii are dunia people who are bold, ni watu ambao ni wajasiri, not people who are shaking. si watu ambao wanatetemeka. God may give you potential. Mungu amekupatia uwezo. You may have potential. Waweza kuwa uko na If you uwezekano are ndani not yako. bold, Lakini kama una you ujasiri, die with your potential. unakufa pamoja na uwezekano ndani You yako. understand? Tunaelewana? You may have potential, Waweza kuwa ndani yako na but you are uwezo. not bold. Lakini kama una You die ujasiri, with your potential. utakufa pamoja na ule uwezekano ndani yako. Wherever you are, Bali ambapo uko, you may have knowledge, waweza kuwa uko na hekima, but if you're not bold, lakini kama una ujasiri, with the knowledge you have, pamoja na huo ufahamu uko you nao, die with that bold unakufa pamoja knowledge. naye. You benefit nothing. Unakosa kunufaika kwa hiyo ufahamu. Companies that succeed, Makampuni ambazo churches zinafaulu, that succeed, makanisa ambayo yanafaulu, families that succeed, familia ambazo zinafaulu, even in families. hata ndani ya You familia. must have a family that have confidence. Lazima hiyo familia ikuwe na ujasiri. The family that is bold. Familia ambayo iko na ujasiri. Hapana baba yuko na shake. Mama ana shake. Watoto wana shake. Hapana, believe that everybody was born naked. Sema hallelujah. Church that is bold. Kanisa ambalo liko na They ujasiri. believe Wanaamini in their God. ndani ya Mungu wao. They believe Wanaamini in themselves. ndani yao wenyewe. The council is sitting there Shirika limekaa pale kubwa with big beer wakiwa na mandevu kubwa, and they are watching. alafu sasa wanatazama. Peter stand here. Petero simama hapa. John stand here. Yohana nawe hapa. You know we have power. Si mnajua kwamba sisi tuko na We have the mamlaka? authority to kill Sisi you ndio tuko na sheria and to destroy you. ya Now listen. Sasa sikia. We told you not to speak in this name. Tumewaambia msiongee tena juu. Why are you still speaking in this name? Mbona mungali mnaongea kuhusu hili jina? You judge. Wewe nyinyi You counsel. Be the judge of yourselves. nyinyi sasa mjihukumu wenyewe. Should we obey you Tuwatii nyinyi or should we obey God? ama tumtii Mungu? Are you greater than God? Je, nyinyi ni wakuu kuliko Mungu? That's boldness. Huo ni ujasiri. Kanisa ambao haina watu bold, The church doesn't pastor, utateseka bure sana. Utafanya kazi double sababu watu hawa bold. Kuko watu yuko na zamani kule village
Kuna watu walikuwa wakati hawana chakula wanakula bikuluiji. Hallelujah. Bikuluiji wakati unakamata mihogo. Kisha kuloweka mihogo siju kwa maji. Yes. So wakati mnatoa mihogo kwa maji, okay, village wakati mwingine ni wakati ya mvua inanyesha throughout, so wanaanika kwa moto. Kwani wanafanya hivyo? Kwa kahala wanaweka mihogo kwa ndani ya nyumba, so wanaweka hapo, sasa wanaweka moto. Moto inaingia polepole, maybe wanakuwa wanageuza mpaka ile moko inakauka, sasa wanaweza kupata unga ya chakula. Now listen. Sasa sikia. Hiyo muhogo hiyo sasa. That cassava. Wakati inakauka. Wanaitwanga tu wanafanya unga. Hapana, Pastor Gideon. Si wanaichukua hiyo muhogo sasa wakati imekauka, wanatoa hiyo moshi. Aha. Wanatoa nini? Hiyo moshi. Si hiyo moshi. Ingawa hiyo muhogo sasa iko na moshi, hawatakula moshi. Sasa hiyo moshi wanatoa, muhogo inabakia nyeupe. Sasa hiyo wanatwanga. Hiyo ni unga. Sasa hiyo vitu wanaparua hiyo. Now that thing that they are going to inaitwa bikuluiji. Hiyo unga hiyo kwa lugha ya Kiebrania. Sema bikuluiji. Bibluiji. Umeelewa sasa? Sasa hiyo bikuluiji hiyo. Kuna watu katika maisha yao hawakulake bikuluiji. Kuna wale wa mama wanatoa hiyo bikuluiji hiyo mpaka kwa after some time inakuwa bag, inakuwa mfuko gunia mzima. They take it to marketplace. Unaipeleka sokoni. In the village there are also other people who go around, they buy bikuluiji. They say, do you have bikuluiji? Do you have bikuluiji? Say, hey, I have some here. They buy. They go. I'm buying bikuluiji. Hey, I have 2 kilos. They buy. Wananunua. Until they have now bags. Mpaka sasa wanakuwa na magunia. They now bring to the marketplace. Sasa wanaleta sokoni. So now the poor, sasa wale masikini who cannot eat muhogo, ambao sasa wamekosa kula muhogo because they don't have that power, kwa sababu hawana nguvu ya kutengeneza, they don't have that capacity, hawana ule uwezo, they don't have money, hawana hata na pesa, they will buy bikuluiji. Sasa watanunua ule unga and they eat, alafu wanakula hiyo and still survive, na bado wataishi, and still grow up, na bado wanaendelea kukomaa. Hallelujah. Praise the Lord. Now listen. Sasa sikia. People who eat bikuluiji, watu ambao wanakula ile bikuluiji, they walk, wanatembea, and they walk tall, na wanatembea wakiwa na ujasiri. How about you? Je, na wewe who has muhogo, ambao uko na muhogo tayari? What does it mean? Maana yake ni nini? People do not have God. Watu ambao hawana Mungu, they don't have Jesus, hawana Yesu, they walk tall, wanatembea na ujasiri, they believe in themselves, wanajiamini wao wenyewe, believe in their flesh, wanaamini katika nyama yao, believe in their brain, wanaamini katika akili yao, believe in their education, wanaamini katika elimu yao, believe in their family, wanaamini katika believe in their clans, wanaamini katika mahali ambao believe in their tribes, wanaamini katika kabila lao, believe in their nationality, wanaamini katika taifa lao. How about you? Je, na wewe? How about you? Je, na wewe? You have Jesus Christ. Uko na Yesu. Hallelujah. Praise the so Lord. Jesus Kwa hivyo Yesu is the King of Kings. Ndiye mfalme wa wafalme. And when you have Jesus in your wakati life, uko na Yesu maishani, you must walk tall. Lazima utembee na ujasiri. You must believe in yourself. Lazima ujiamini. When we carry the gospel, wakati tunabeba injili, we have to be powerful. Lazima tukue wa nguvu. Because God makes kings. Kwa sababu Mungu ndiye anatengeneza wafalme. Nobody is above God. Hakuna yote ambaye ako zaidi ya Mungu. Nobody is above the gospel. Hakuna yote ambaye ako juu ya injili. Do you understand? Je, tunaelewana? This is the gospel. Injili ndiyo hii. The gospel of Jesus. Injili ya Yesu. The president of Russia, Rais wa Russia, inside him, ndani yake, there is a gap. Kuna nafasi. He feels he must worship. Anahisi ya kwamba lazima abudu. At least something. Na anahitaji kitu. Or God or something. Mungu ama kitu kingine. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The president of America, Rais wa Amerika, feels that he must at least worship something. Anahisi ya kwamba ndani yake lazima either it is God, kama sio Mungu, or at least something. Ama kitu kingine. The president of India, Rais wa India, feels he must worship something. Anahisi ndani yake lazima abudu. If it is not God, kama sio Mungu, but it is at least something. Lakini kuna kitu. So all these people worship. Kwa hivyo hao watu wote ambao wanaabudu, they worship different things. Wanaabudu vitu tofauti. The president of India, Rais wa India, will worship God, ataabudu Mungu, or something. Ama kitu kingine. Whatever he worships, chochote ambacho ataabudu, you can call it God, unaweza kuita Mungu, or you can call it anything, ama unaweza kiita jina lingine. but according to him, lakini kulingana na yeye, he knows I'm worshiping God. Anajua kwamba anaabudu Mungu. At least something.
angalau anaabudu kitu. Are you in this place? Je, tuko pamoja? Go to Brazil. Aenda kule Brazil, They worship. wanaabudu. Go to Canada. Enda Canada, They worship. kuna ibada. Go to India. Enda kule India, They worship. tapata ibada. Go to Australia. Enda Australia, They worship. tapata ibada. Go to Angola. Enda Angola, They worship. pata watu Go wanaabudu. to Egypt. Enda kule They Misri, worship. watu Go wanaabudu. to Somalia. Enda Somalia, They worship. kuna ibada Go to kule. Madagascar. They worship. Enda Madagascar, Go to Zambia. They Zambia, worship. kuna ibada. Go to Tanzania. Na They worship. Tanzania kuna ibada. Go to Burundi. They Enda worship. Burundi, kwa watu wanaabudu. Wherever you go here on earth, Mahali popote utaenda people duniani, will always worship something. watu wataabudu kitu tu. Even those who have rejected Jesus Christ, Hata wale ambao wamekataa Yesu, you are going to see somebody powerful, utaona mtu wa nguvu sana, a CEO of a big company, mtu mkubwa katika a kampuni, minister of the government, mtu ambaye ni waziri wa serikali, enter a big Mercedes Benz, anaingia katika Mercedes kubwa, drive in the bush, anaenda kule kichakani, go in a village. anaenda kule There kijijini. is an old woman. Kuna mwanamke mmoja mzee, She lives in a house of shom. anaishi katika nyumba ya nyasi. And then the guy will go there, Alafu jamaa anaenda pale, park a powerful vehicle, anaegeza gari lake pale, and then he goes to that woman. alafu anaingia katika nyumba ya yule mwanamke. I've come to see you. Nimekuja kukuona shosho. Remove your shoes. Toa viatu vyako. The guy will remove shoes. Jamaa anatoa viatu haraka sana. Here are your shoes. Anatoa haraka. Let me remove also mine. Hata mimi nitoe. In the name of Jesus. Juu ya hii maneno, Why not? I remove my shoes. natoa viatu. Toa sasa viatu. Comment ça? You want to enter my house? Unataka kuingia kwangu? Enter from behind. Toka kuja ukiwa na upande wa nyuma. Ingia. A whole minister, Waziri a whole CEO mkuu wa is kampuni entering mkurugenzi, the house of a witch. anaingia katika nyumba ya mchawi. And then in his house, Alafu kwa nyumba yake he has a powerful sofa set. ako na viti vya maana sana. And in this house of this lady, Na katika nyumba ya huyu ajuza there is kasonga. ni kale kakiti ya mbao. Kasonga. Kasonga makasturi. Do you know kasonga? Kasonga bukari. Leta kale kakitu. Kasonga Kanaitwa kasonga bukari. kastul. You see now? This is kasonga bukari. In the village, Kule kijijini. ladies used to sit on this one. Mnakajua kale kanakuanga na miguu tatu. Ladies used to sit on this one. And then they make ugali. Alafu sasa kanatengeneza ugali. So this is called kasonga. Naitwa kasonga. Now, Sasa that old woman ule mwanamke mzee has kasonga. ako na kale kakiti ya miguu tatu. There is no sofa set. Hakuna kiti ya sofa pale. Kale kasonga, Kale kakiti hapa sio kubwa hivi, it is small. ni kadogo tu ka round. Sit there. Keti pale. The show will sit there. Jamaa anaketi chini. And he's shaking. Alafu anatetemeka. A old minister. Waziri mzima. And then he's going to be given water Alafu sasa atapatiwa maji in a small bowl of kibuyu. katika kibuyu ama bakuli mzee sana. And the house is smoking, is smelling smoke. Na unajua nyumba yake anawasha moto hapo. Kwa hivyo Take and kila drink. mahali. Anamwambia shika ukunywe. A old guy, big man. Jamaa mkubwa Bring mnamheshimu. white chicken. Analeta kuku nyeupe. Did you bring the white goat? Yes. Utaleta mbuzi mweupe? I brought it. Nilileta 2. Why? Kwa nini? Why is this person being treated like this? Mbona huyu mtu anatendwa vile? Because in his heart, Kwa sababu ndani ya moyo wake there is a gap. kunayo mwanya, There is a hunger. kuna njaa, A hunger for the God of heaven. kuna njaa ya Mungu wa mbingu, Hunger for the Creator. njaa ya muumba. God created the human being Mungu aliumba mwanadamu and left a space. na akaacha mwanya, That vacuum belongs to God. na ile nafasi ni ya Mungu, Only God can fill that na vacuum. ni Mungu tu anaweza kuijaza. That vacuum cannot be filled by dollars. Hiyo nafasi haiwezi kajazwa na It chochote cannot kile. be filled by Kenya shillings. Haiwezi kaweza jazwa na kingine. It cannot be filled with naira or let's say a pound. Iwezi ikajazwa na naira Or ama euro. pounds, ama It euro. is an emptiness. Ni It utupu, is a vacuum ni that mwanya only the Creator ambao muumba peke yake can fill. anaweza jaza. Therefore, Kwa hivyo when they tell you, wakati wanakuambia you are the president of wewe America, ndiye rais wa Amerika, yes, ndio you take the seat. ndio unachukua kiti cha I'm the urais president of cha America. kukalia akiwa urais. How about the vacuum? Je, na kuhusu ile nafasi ndani ya moyo How wako? about that emptiness? Je, na kuhusu ile mwanya iko katika moyo wako? That empty seat
kile kiti ambacho that hakina yote pale only ndani, Jesus can sit on that seat, ambao ni Yesu peke yake anaweza kalia, that only him can satisfy. ya kwamba ni yeye peke yake anaweza timiza. Even if you eat nyama choma, Hata ukila nyama choma it cannot fill that vacuum. haiwezi ikajaza ile nafasi. If you eat chicken, Hata ukila kuku it will never fill that vacuum. hakuna vile itajaza ile nafasi. Nothing you can be given on this earth. Hakuna kitu unaweza pewa duniani. That's why people struggle. Ndio sababu unaona watu wanang'ang'ana, People travel watu wanasafiri from one end of the world toka sehemu moja ya to dunia another end of the world, wanaenda katika sehemu nyingine, seeking for satisfaction, wanatafuta and kutosheleka, they don't get it. alafu wanakosa Satisfaction kutosheleka. is in Jesus Uko ndani ya Christ. Yesu. Therefore, Kwa hivyo when you have that understanding, wakati uko na ufahamu kama huo, you become bold. unakuwa na ujasiri. You know, I may not be the president of America, Najua kwamba naweza kuwa mimi si rais wa Amerika, but I have the president of presidents. lakini niko na rais wa marais, I have the king of kings. niko na mfalme wa wafalme. He doesn't live in White House. Aishi katika nyumba ya ikulu, He has chosen to live in my heart. amechaguliwa kuishi moyoni mwangu. Oh my God. Haleluya! So Jesus is powerful. Kwa hivyo hii unapata ni ya nguvu sana. When you have him, Wakati uko na yeye, you have the best uko na kilicho that chema this life can offer. ambacho dunia hii unaweza kipata. I repeat again, Narudia hii, when you have Jesus, wakati uko na Yesu, you have the best thing uko na kile kitu that kizuri this life can offer. ambacho katika hii dunia unaweza pata. Jesus Christ. Yeye ni Yesu Kristo. Therefore, Kwa hivyo Jesus Yesu is not a subject of shame, hii si chombo cha kuaibikia, that you can walk Ya kwamba like a, utatembea like a chicken kama kuku who aliyenyeshewa, has been poured water upon, you ambaye know. amemwagiwa maji baridi. Tembea No. Hakuna. Walk tall, Tembea na ujasiri, walk bold, tembea ukiwa na because you imani, have Jesus. kwa sababu uko na Yesu. Now, Sasa churches that succeed, makanisa ambayo yanafaulu they have members iko na who washirika are not ashamed ambao of waaibiki Jesus juu Christ. ya Yesu Kristo. Wherever they go, Wale they wanaenda are bold, wako na they ujasiri, are firm, wako na and they are wamesimama, powerful. na wako na nguvu, They succeed. wanafaulu. Churches that succeed, Makanisa ambayo wanafaulu they believe in what they have. wanaamini na kile ambacho wako nacho, They believe in whatever they are marketing. wanaamini kile ambacho wanauza, They believe in their technology. wanaamini katika teknolojia They yao, believe in their theories. wanaamini katika theory yao, They believe in their fashion, their ways of doing things. wanaamini katika mtindo wa utendakazi wao. If you go, Ukienda you will see people make perfume. utaona watu ambao wanatengeneza perfume. You are going to see Giorgio, for example, Giorgio Armani. So when they make perfume, Wakati ambao wanatengeneza yale mafuta, they tell you, wanakuambia this is the best. hii ndio mzuri. They don't care there is other perfumes. Hawajali kama kuna wengine They wanatengeneza don't advertise mafuta. other perfumes. Hawawezi wakaongea kuhusu mafuta ya They watu talk wengine. about what they have. Wanaongea juu ya kile wako nacho. Ni watu wa Mungu tu ndio wako na upumbavu ya kushuhudia kile wako nacho, wanashuhudia kile kia ule mwingine hawezi kushuhudia kile wao wako nacho. Wa Kristo tu. It's only Christian. That's why the Bible says, my people are blind. The Bible, not me. The Bible. God says, my people are what? Are blind. Are blind. My servants are what? Are blind. The scripture. Ni maandiko ambayo yanasema kwamba watumishi wangu ndio ambao ni vipofu. If you see Yves Saint Laurent, when they make their perfume, they don't want to know what Jojo is doing. Yeah. They say, we are Yves Saint Laurent. They make theirs. They say we are the best. They don't even care if there is another one. Hawajali hata kama kuna mwingine ambaye anatengeneza mafuta ya aina nyingine ama perfume. That's how they succeed. Hivi ndivyo wanaweza kufaulu. They believe in the leadership. Wanaamini katika uongozi. Do you see that? Unaona They hiyo? believe in the leadership. Let me tell Wanaamini you. katika uongozi. You are a family. Wewe uko na familia? You don't believe in your father. Unaamini katika baba You yako? fail. Unashindwa ama unaanguka. Did you hear that? Je, tunaelewana? You are a family. Wewe ni jamii. You don't believe in your father. Na uamini baba yako. You fail. Unashindwa. Especially if you are male children. Sana sana kama kuna watoto wa kiume. Mtakuwa mko banaume kwa mwili lakini mawazo na matendo mko banamuke. Sawa mlikatala baba yenu. Image ya baba mnaimisi. Oh God. Did you get that? Je, tumeelewana? Let me repeat again. Wacha nirudie.
You are in a family Muko katika jamii moja. where the mother is domineering. Mahali ambapo mama ndiye kusema. And then the mother say, your father is bure, useless. Alafu mama anasema baba yenu ni busre. So the sons, especially male children, Kwa hivyo watoto wa ile nyumba sana sana they vijana. believe in the mother. Wanaamini ndani ya mama. They believe in whatever she says. Wanaamini kile ambayo anasema. They reject the father. Wanakataa mambo ya They are baba. going to grow up. Hao watakomaa They are men. ni wanaume. When you see them, they are men. Waangalia kusimama ni But wanaume. when you see what they do, Lakini ukiona matendo yao, tabia yao, tabia, they lack that lion. wanakosa ule ujasiri Come on. wa simba. You know, man is a lion. Mwanaume ni simba. If you are not a lion today, you come out of this place a lion. Ama namna gani? Si ndio? A man is a lion. Sema amen. Mwanaume ni simba. Sema amina. Now, Sasa when you get a portion of the mother, wakati unapata sehemu ya mama 50%, 50%, and the portion of the mother, alafu upate sehemu ya baba 50%, 50%, you become powerful. basi unakuwa mtu wa nguvu sana. If you only believe your father, Kama unaamini baba yako tu, and then you reject your mother, alafu unakataa ushauri you wa mama, become a lion, unakuwa simba, but you lack that part of the mother. lakini unakosa ule sehemu ya mama. That's why you see other men, they beat their wives. Ndio sababu unaona wanaume wengine wanapiga wake zao. Wamekosa sehemu ya mama. Because the mother is love. Yeah, mama ni upendo. The mother will make soup and give you. Mama anatengeneza supu anakupatia. Before she eats, she makes sure you have eaten. Kabla ukule anahakisha kwamba umeshiba. But the father will eat. Lakini baba kwanza yeye Hata akule. hajali watoto wako wamekula ama hawajakula, wakimletea ugali hapo, oh, mzee watoto hawajakula. Hawajakula. Waliachwa wapi? The mother will make sure watoto they have eaten before she eats. Mama atahakisha kwamba watoto wamekula kabla yeye akule. In my house I see that. Katika nyumba yangu sinaona hiyo pia. When I'm given Nikipatiwa chapati, I just chapter it in Jesus' mimi name. nikipatiwa na ogelea mara moja. At the back of my mind, Katika mawazo yangu I know the mother must have taken care of the others. But me, you bring me chapati, I chapter it. Ama namna gani? mimi najua kwamba wengine mama alishughulikia. Kwa hivyo hii ni yangu na ni yangu. I don't even know Hata sijui kama kuna ingine hapo ama hakuna. whether there is What something they else brought for- here is for work. Ama namna gani? I do the job nifanye kazi and I'm done. na nimalize. So you need the mother Kwa hivyo unahitaji sehemu and the ya mama father. na ya baba. Can we say amen? Tunasema amina. So that you are complete. Ndiposa uwe mtu amekamilika. You are balanced. Uko mtu ambaye Even amesawazisha. your house is going to be balanced. Hata katika nyumba yako unasawazisha You mambo. may have your leader. Unaweza kuwa wewe ni You kiongozi. don't believe in your leaders. Na uamini katika viongozi wenu. If there is a good church, Kama kuna kanisa mzuri, is it not this one? sio hii jameni. You answer me. Wewe unijibu. If there is a good church, Kama kunalo kanisa is mzuri, it not this one? sio hii jameni. Where people think about you, Mahali ambapo watu wanakufikiria wewe. they work about you, Wanafanya they work kazi for you, wanakufanyia kazi. they bring people, Wanaleta watu pamoja entrepreneurs, na CEOs, wafanyabiashara to train you, waweze to kuwapa give you mafunzo. knowledge, to empower you. Wawape mafunzo na maelekezo wawatie. What's a good church? Hii si kanisa jema. Last week, Wiki iliyopita we had ladies empowerment. tulikuwa na empowerment ya wanawake. The whole week, Wiki mzima we invited people tukaalika watu from America, kutoka Amerika, from Cameroon, kutoka Cameroon, from Kenya. kutoka Kenya, Just come and empower you. wakuje tu wakutie nguvu. From South Africa. Kutoka Afrika ya Kusini. If there is a good church. Kama kunalo kanisa. No, this one. Si ni yenu. Which one is a good church? Ni kanisa ambayo ni mzuri ni gani? We don't have money, Hatuna pesa. but the little we have, Lakini kidogo ambayo we tunacho invest in the kingdom. tunawekeza ndani ya Let's ufalme. train our people. Tuweze kufuata Let's mafunzo watu equip wetu. our ladies. Tuwape wamama wetu We vifaa want them to be powerful. wakuwa wa nguvu. Kama kuna kanisa mzuri ni gani? Churches that grow, Makanisa ambayo yanakuwa they talk good yanaongea mambo mazuri about their leadership. kuhusu waongozi ama viongozi. Peter spoke good. Wanaongea vyema. Act of Apostles chapter 4 verse 11 and 12. Put there. Matendo ya Mitume 4:11. Look at what is happening here. Ona mambo pale vile yanafanyika. Look at this one. Angalia hii. This Jesus, who is talking here? Ule anaongea hapa ni nani? Sema Peter. Petero. Aha.
What is he saying? Look at this. Petro anasema nini? This Jesus. Anasema huyu Yesu. Huyu hajaongea vile Peter aliongea. Sio mpaka mmesikia. Anasema this Jesus. Anasema huyu Yesu. When you see what is written there, you see assurance. Unaona neno pale la hakikisho. Assurance. Hakikisho. He's not trying to think. Afikiri. He said, this Jesus. Anasema huyu Yesu huyu. This one. Huyu. This Jesus. Huyu Yesu huyu. Is the stone. Ndiye jiwe. Yesu ni mwanadamu, lakini kwa Petro Yesu ni nani? Is the stone. Listen to that. This Jesus is the stone that was rejected ambao ulikataliwa by you, na nyinyi the builders, wajenzi, which has become ambao limekuwa the cornerstone, jiwe la pembeni, which means maana yake minus Jesus, bila Yesu no building hakuna mjengo will stand. ambao utasimama. Number 12. Namba 12. Look at this one. Ona ingine. And there is salvation na in no one else. Hakuna wokovu mahali pengine. For there is no other name kwa sababu hakuna jina lingine under heaven chini ya mbingu given among men hata katikati ya wanadamu by which ambayo we must lazima be saved. Lazima tuokolewe. Boldness. Ujasiri. Mungu wangu. You know what? Unajua nini? Sometimes we get used to our leaders. Wakati mwingine tunawazoea sana viongozi wetu. We see them as common. Tunawaona tu watu ambao ni wa kusumbua. These people are not common. Hawa si wa kawaida hawa. These are men and women of God. Hawa ni wanaume wa kiume na These wa are kike. people God has given to us as a blessing. Hawa ni watu ambao Mungu ametupatia kuwa These baraka. are people God is using in our Hawa generation. ni watu ambao Mungu anatumia katika nyakati By hizi zetu. accepting these people, Kwa kukubaliana nao, by believing in these kwa people, kuamini ndani yao, we are going to please God. tutaweza And kumfurahisha God is going Mungu to bless us. na atatubariki. John chapter 6 verse number 28. Yohana 6:28. Put it there. Let me see if it is the Tuweke one. pale tuone kama ndio hiyo. If it is the one. Nasiwe. Then they said to him, who said, who are they? Who are they? Ni kina nani? Sema disciples. Wanafunzi. Then they said to him, what must we do to be doing the work or works of God? That's a question. Tutafanya nini? Wanauliza nani? Sema Yesu. Yesu. Jesus answered them. Yesu akawajibu. This is the work of God. Hii ndio kazi ya Mungu. That you believe in him Kwamba waamini ndani yake whom he has sent. ule ambaye amenituma. If we refuse Kama tutakataa to believe in the leadership, kuamini katika uongozi, in the men God has given us, katika watu ambao Mungu ametupatia, we fail in our mission. tunashindwa katika azima Because yetu. the leader will say, Kwa sababu kiongozi this is the atasema way. hii ndio njia. We say, no, that's not the way. Tunasema hapana, njia nyingine iko We hapa. disagree. Sisi tunakataa. We fail. Tunashindwa. The leader will say, lay down. Kiongozi anasema tukae chini. We refuse, we stand. Tunakataa, tunasimama. And then we are hit by bullets. Alafu sasa unapigwa na risasi. We are finished. Tumeisha. Bwana asifiwe. Amina. It is through obedience Ni kupitia kutii to the leadership katika uongozi that we move forward. ya kwamba tunasonga mbele. We believe our leaders. Tuamini viongozi Not wetu. because they are angels, Sio kwa sababu wao ni malaika, but they are men lakini wao ni wanadamu sent to us by God. ambao wamechaguliwa na Mungu. Let me give you an example. Niwape mfano. Gideon Simam. Gideoni, stand up. This is a man Huyu ni mtu ama mwanaume born in Taita. ambaye amezaliwa kule Taita. Taita Taveta, isn't it? Now, Sasa this man, huyu mtu when he was growing up, wakati alikuwa anakomaa, he grew up like all other kids. alikomaa kama watoto wengine wote, But God's calling lakini wito wa Mungu was working inside him, ulikuwa unatenda kazi ndani even yake without his knowledge. hata kama yeye hajui, Until when the time came, mpaka wakati ambao uliwadia, God revealed it to him. sasa Mungu akaifunua kwake. But it didn't happen the day it was revealed to him. Lakini kuonekana wakati ambao Mungu aliweka ndani yake. It started with God in eternity. Ilianza na Mungu katika umilele. But when this man is growing, Lakini wakati huyu mtu anakomaa, this man will commit several mistakes. huyu mtu atafanya makosa hapa na pale. Do you understand? Tunaelewana? So the mistakes Kwa hivyo zile makosa that this man will commit ambazo huyu mtu atafanya will not stop that which was planted from eternity. akitazuia kile ambacho kilipangwa kutoka kwa umilele. Because God cannot fail. Kwa sababu Mungu hawezi akashindwa. Do you understand? Tunaelewana? Now, Sasa when this man is brought to manifestation, wakati sasa huyu mtu analetwa katika mahali ya you kudhihirishwa, can go back digging into his life.
Huwezi rudi tena kwenda kuchimba katika maisha yako. You can go back, O unaweza rudi digging into his life. kuchimba, uangalie kule nyuma amepita. Even today, Hata leo you can look into his life. unaweza angalia maisha yake. And now you start screening him. Sasa unaanza kumpiga darubini. Are you in this place? Kwa pamoja. Oh, this one is a mistake. Hii si ni makosa This alifanya. one is a fault. Na hata hii pia alikosea. This one is a mistake. Hata hii pia si alikosea. From eternity, Kuanzia kwa umilele, God knew this man, Mungu alijua huyu mtu, all his weaknesses, maudhaifu zake zote, all his shortcomings. zile udhaifu ako nazo, It was in God ilikuwa ndani ya Mungu from eternity. kuanzia kwa umilele. That's why David said, Ndio Daudi anasema, I will not touch sitaguza the anointed man of God. mpaka liwa mafuta wa Mungu. I know he has been after me. Najua kwamba amekuwa He has been akinisaka. chasing me. Amekuwa He akinitafuta wants to niue. kill me. Anataka kuniua, But never lakini will I sitawahi stretch my hand kuinua mkono wangu against this man. kinyume na huyu He is mtu. anointed man of Huyu God. ni mpakali wa mafuta wa Mungu. The people surrounding David, Watu ambao walimzunguka oh, kill him. wacha This tuue. man is evil. Huyu mtu ni muovu. Kill him. Huyu mtu muue. If he's evil, Kama ni muovu, that's not my hiyo business. sio kazi yangu. I know one thing. Mimi najua kitu kimoja. This man Huyu mtu is anointed ni mpakali wa by mafuta God. wa Mungu. Do you understand? Tunaelewana? Sit down, man of God. Kaa chini In tu this msomi. life, Katika maisha haya there is no a human being hakuna mwanadamu who has not sinned. ambaye hajaitenda dhambi. The Bible said there is no man Biblia inasema hakuna who mwanadamu doesn't sin, ambaye hajatenda dhambi, not even one. si hata mmoja. Are you in this place? Je, tuko pamoja? People sin Watu wanatenda dhambi when they walk. wakati wanatembea, They sin wanatembea when they are in bed. wanatembea wakiwa na deni la dhambi. Vitandani. Bwana samahani. asifiwe. Amen. They sin Wanatenda dhambi even when driving. hata wakati wanaendesha gari. They sin even when they are alone in the house. Wanatenda dhambi hata wakiwa peke yao kwa nyumba. God Mungu is not picking these people because of what they are. hawachagui hao watu kwa sababu ya vile walivyo. God picks these people Mungu anawachagua hao watu because of who he is. kwa sababu ya vile yeye alivyo. Hey, Name. let's stand up on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. Let's go like mad people to witness. Let's go like mad people to testify. Tell people Jesus Christ reigns. Ndio kwamba Yesu Jesus is still alive. Yesu Kristo yuko hai. Jesus is speaking in our Yesu days. Kristo ananena katika nyakati zetu. Lift up our hands. Tuinue mikono yetu. Father, we thank you in the name Baba, of tushukuru Jesus. katika jina la Yesu Kristo. We worship you in the name of Tunakuabudu Jesus. katika jina la We Yesu. glorify you in the name of Tukuza Jesus. katika jina la Yesu. God of the Bible, Mungu wa Biblia, powerful God, Mungu wa nguvu, wonderful God, Mungu wa ajabu, awesome God, Mungu mwenye rehema, loving God, Mungu wa upendo, kind God. Mungu ambaye ni wa rehema. Who is like you, O Ni God? nani aliye kama wewe Mungu? Who is like you? Nani aliye kama wewe? Creator of heavens and Muumba wa earth. mbingu na nchi. Who is like Ni you? nani aliye kama wewe? Mighty in power. Mungu mwenye nguvu. Who is like you? Nani aliye kama wewe? Mighty in good deeds. Mungu mwenye nguvu katika Who is matendo. like you? Ni nani kama wewe? The warrior. Shujaa. Who is like you? Nani aliye kama wewe? The winner. Mshindi. The champion of ages. Shujaa wa Who nyakati is zote. like you? Ni nani kama wewe? God of Abraham. Mungu wa Abrahamu, God of Isaac. Mungu wa Isaka, God of Israel. Mungu wa Israeli, Mighty God. Mungu mkuu, The one who speaks yule ambaye ananena and things come to pass. mambo yanatendeka. Who is like you? Nani aliye kama wewe? God of justice. Mungu wa haki. Who is like you, O Nani God? aliye kama wewe? We glorify you today. Tukuza jina lako siku ya We leo. say receive glory this Nasema pokea afternoon. utukufu mchana wa leo. Amazing God. Mungu wa ajabu. These are your people. Hawa ni watu wako, They have come in this place to worship you, wamekuja mahali hapa kukuabudu, to glorify your name, kulitukuza jina lako, to say that you are sema God kwamba wewe ndiye Mungu and you shall be God na forever. utakuwa Mungu milele. That's why this Ndio afternoon sababu mchana wa leo we glorify you. tunakutukuza, We say thank you for your word. tunasema asante kwa neno lako. As we leave this place, Tunapoondoka mahali hapa, whatever you have spoken to chochote us, ambacho umenena nasi let it remain in our heart kikabakie ndani ya mioyo yetu, that we can put it into use. ya kwamba tutaifanyia matendo. God bless your people. Bwana bariki watu wako. We are bringing to the kingdom Tunaleta katika ufalme over 1,000 souls zaidi ya nafsi 1,000 by this 5th of hapo May. tarehe 5 mwezi ya 5. We thank you, Almighty God. Shukuru Bwana.
for the wind of the Holy kwa Spirit, sababu ya Roho Mtakatifu, for the move of the Holy sababu ya Spirit, kutembea kwa Roho which Mtakatifu is already at work ambayo iko kazini to tayari, operate, oh God. fanya kazi tayari. We say receive glory. Sema pokea utukufu. In Jesus Christ's name we Jina la pray. Yesu Kristo tunaomba. Can we say amen?